urafiki ni jambo ambalo linakubalika katika mafundisho ya dini yetu, na urafiki kwenye lugha ya Kiarabu inaitwa sadaqa, na sadaqa imechukuliwa kwenye neno la sidq, ukweli, ambayo wanatuambia wanazuoni inakusudiwa ukweli wa mapenzi na ukweli wa kusaidiana. Msingi wake ni mapenzi ya kubadilishana kati ya watu wawili au zaidi na kusaidiana katika kheri. Lakini rafiki ni yule mtu unayemjua na kumwamini, ambaye unahisi salama kushare naye siri zako, matatizo yako na mambo yako mbalimbali. Lakini pia unahisi salama unapokuwa naye kukusaidia katika nyakati zote. Kwa sababu ya nafasi ya rafiki na uzito wake, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa muongozo kwa kutuambia, almar'u ala dini khalilihi, mtu anabadilika tabia kutokana na mwenendo wa rafiki yake. Falyanzur ahadukum, basi naangalie mmoja wenu wakati wa kufanya urafiki, man yukhalilu, nani anamchagua kuwa rafiki yake. Mafunzo haya ni muhimu sana kwetu sisi, hasa katika utaratibu wa kilimwengu wa kwamba kila tarehe 30 Julai inaambiwa ndo siku ya urafiki au marafiki. Wakati hilo linazungumzwa huko, sisi tutumie fursa hiyo kuyaangalia mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani tunamfanya kuwa rafiki. Wapo walioangamia na kuingia kwenye tabia na madhambi na maasi, chanzo chake ni marafiki wamechagua vibaya. Wapo waliokuwa watu wema sana, lakini wakabadilika na kuwa watu wabaya na kufanya asiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, sababu yake ni marafiki. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupigia mfano kwenye jambo hili pale aliposema, innama mathalul jalisi salihi wa jalisi sui, kikao kizuri manake rafiki mwema na rafiki mbaya mfano wake, kahamilil miski wa nafikhil kiri, ni kama yule anayeuza uturi, anayeuza mafuta mazuri, anayeuza perfume katika lugha yetu ya leo, na yule anayefua vyuma. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hamilul miski imma an yuhdhiyak, muuza uturi yule anayeuza perfume, ukikaa naye anaweza na wewe akakupa, wa imma an tabtaa minhu, au kafika pahala ukanunua perfume kutoka kwake, wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, au kwa kuwa naye karibu ukitoka pale na wewe ukawa unanukia vizuri. Anapiga mfano wa rafiki mwema, marafiki wema. Kwenye kikao chao wewe ukiwa nao huwezi kukosa moja kati ya matatu haya. Lakini mfua vyuma kwake ni mambo mawili tu, ima moto wa pale utaunguza nguo yako, au utatoka na harufu mbaya. Maneno haya yanarudi kwenye yale tuliotangulia kusema kwamba mtu anabadilika tabia kutokana na mwenendo wa rafiki yake. Basi anapotaka kuchagua rafiki mmoja wenu, aangalie nani anamfanya kuwa rafiki. Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaofuata muongozo na mafunzo ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam hapa ulimwenguni. والله سبحانه وتعالى يقول
وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia juu ya hali itakavyokuwa siku ya Kiyama. Marafiki waliokuwa marafiki hapa duniani, anasema siku ile watakuwa maadui. Na wanazuoni wakasema kwamba kullu khullatin, kila urafiki na uswahiba ambao haukujengwa kwa misingi ya yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, urafiki huo utageuka kuwa uadui siku ile. Kwa hiyo kila mmoja wetu, kwa kuzingatia mafunzo haya ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, achukue muda kukagua urafiki alionao na yule rafiki yake, misingi yake ni nini. Ukiwa urafiki wenye misingi ya maasi, urafiki wenye misingi ya madhambi, afanye haraka kukimbia, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea majuto ya mtu atakayokuwa nayo siku ya Kiyama kwa sababu alipotoshwa na rafiki yake. Kwa hiyo huyu Mwenyezi Mungu anatuambia, atasema ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, kwamba yeye maangamio yangu ya reiti kule duniani nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu, kwa sababu laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, kanipotosha huyu baada ya kuwa tayari nilikuwa kwenye njia ya sawasawa. Inawezekana hukuwa mlevi, lakini kwa sababu ya urafiki ule umekuwa mlevi. Inawezekana hukuwa mtu unayeshiriki kufanya maasi yale ambayo sasa uko nayo, ukijikagua yanatokana na mtu yule. Badilisha kundi la wale ulionao unaowaita marafiki. Tengeneza marafiki ambao msingi wake ni kwenye anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Mwenyezi Mungu anao watu, wanazuoni wanatuambia hawi mbaya mtu akikaa na watu hao. Hata akiwa mbaya anabadilika, anakuwa mwema. Chagua watu wa namna hiyo kuwafanya ndio rafiki zako. Kuna marafiki wa namna tatu. Kuna rafiki kwa sababu unapenda mazungumzo yake, utazame vitu vingine. Kuna rafiki kwa sababu unamtegemea kwenye baadhi ya mambo fulani fulani, hayo yanakusukuma, uko tayari kufanya chochote. Na kuna rafiki unasema sasa nina wakati wa kupoteza, huyu ndo anafaa kuwa naye. Acha hizi zote, angalia msingi wa urafiki wenu kwa kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyosema, al-akhillau, marafiki, ba'dhuhum li ba'dhin aduun, wao kwa wao watageuka kuwa maadui siku ya Kiyama, illa almuttaqin, isipokuwa wale ambao urafiki wao ulijengeka kwenye msingi wa kumcha Mungu.
Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anaeleza marafiki wakigombana mbele yake, sababu ndio lugha aliyoitumia, kwamba mmoja anajitetea kwamba mimi sio niliyompotosha huyu, mwenyewe aliingia kwenye upotevu. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id, atasema mimi sikumpotosha, mwenyewe alikuwa kwenye upotevu wa mbali kabisa. Mjadala ule ukienda, Mwenyezi Mungu anatuambia, atasema la takhtasimu ladayya, msigombane mbele yangu hapa. Tayari tahadhari ya siku hii ya leo nilikwisha watangulizia, hamkuishi kwa kutekeleza yale, kwa hiyo hakuna sababu ya kugombana mbele yangu. Almar'u ala dini khalilihi, mtu anabadilika tabia kutokana na mwenendo wa rafiki yake. Falyanzur ahadukum, basi naangalie mmoja wenu, man yukhalil, nani anamchagua kuwa rafiki yake. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة، وأن أزواج نبيك وعمي وستاه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.